Ajali mahali pa kazi ni moja ya majanga yanayoweza kubadili mwenendo wa maisha ya mtu ghafla. Kwa Ali Omari Mbelwa, mkazi wa Mbezi, Dar es Salaam, ukweli huu ulianza Februari 9 mwaka 2022 alipojeruhiwa kazini kwenye mradi wa ujenzi wa bwawa la Nyerere. Mimi naitwa Ali Omari Mbelwa. Niliumia katika kusacrifice maisha yangu kwenye mradi wa umeme. Nilikuwa nikipambana na maisha yangu kutafutia watoto kipato. Lakini katika utendaji wa kazi huko kule kwenye ile ajira kule bwawa la umeme Rufiji, nikapata injury. Ajali ilitokea pale unit namba 9. Unit namba 6. Unit namba 6 ilifunga mkanda. Wenzangu tulikuwa tumeshika nondo ya milimita 25. Ilikuwa twende upande wangu. Lakini yule Mwarabu jinsi katika utendaji wetu wa kazi kama vile tunapelekeshwa. Yule Mwarabu kitendo cha kusema huku, basi wale wenzangu nao wakageuka bila hata kunipa taarifa. Hakukuwa na mawasiliano katika kugeuka. Sasa katika kugeuka pale hakukuwa na mawasiliano, mimi katika kujiweka sawa ili niende sawa na wenzangu, mguu kaingia kwenye tundu la marine board. Maana wale marine board ambao wale scaffolder wakigonga marine board haiendi kulikava kwenye ukuta wa concrete, inaacha nafasi. Na tulishawalalamikia sana swala hilo. Tumewalalamikia sana kuhusiana na hilo swala kwamba mkigonga marine board iende kaguse kwenye concrete. Marine board wakizigonga ziende kuguse kwenye concrete. Ile kampuni yao tukiwaambia hilo swala halifanyiwi kazi kama jinsi tunavyoongea kwenye mambo ya safety. Basi nyingine lile tundu, nilivyoingiza ule mguu kwenye lile tundu, nikadensi pale katika ili niende sawa na wenzangu. Mguu ulivyoingia kwenye lile tundu, nikashuka, mkanda nikawa nimeufunga. Nilivyoshuka nikapiga chini kwenye ile marine board, nikaenda nikaseleleka, nimeslide, yani nitaka niende chini moja kwa moja. Ila ule mkanda kwa sababu nilishaufunga, nilivyojigonga pale chini kwenye marine board nikashuka hivi miguu, nikawa na ninginia sasa. Huu mgongo ukiwa umeshapigizwa na ile marine board ambayo imeishia hapa, haikufika kwenye concrete ya zege. Ikawa imeenda kushtua mgongo. Nilipotoka pale nikawa najisikia ganzi sana mwili mzima. Nilipofika hospitali pale huduma ya kwanza, wakasema ngoja tuangalie hali itakavyokuwa, lakini kesho yake asubuhi maumivu yalizidi kuwa makali mno. Nikamwambia nipelekeni mjini nikapate vipimo. Ndio nikaletwa huko mjini. Vipimo vikaenda sawa, nikaanza kupata matibabu, lakini vile vipimo vya ndani kabisa bado. Nikamwambia mimi bado naumwa, najisikia maumivu makali sana. Umeona? Basi dokta akanifanyia x-ray. Dr. Zera alipokuja kunifanyia x-ray, ikaonekana tatizo langu liko kwenye mgongo. Akasema inabidi uende kwenye MRI. Nilipofika kwenye MRI baada ya kufanya vipimo, ikaonekana tayari L4, L3, L5 na S1 vyote vimesha haribika. Ile siku ilikuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa pili, mwaka ilikuwa ni 2022, ndio nilipata lile tukio. Nilipopata lile tukio, tulikuwa tuna fix ukuta. Tulikuwa tunafunga ukuta, tuna fix nondo kwenye ukuta. Tunafunga steel, tuna fix steel kwenye ukuta. Ule muda ambao tunafunga nondo kwenye ukuta, mawasiliano yetu sisi ya utendaji wa kazi hayakwenda sawa na wenzangu, kwa sababu wote tulikuwa lengo tuje upande wangu, hawakuja upande wangu. Yule Mwarabu haraka sana ambaye ndio site foreman akaharakisha kwamba chuma ile isije upande huu iende upande ule, ameshapata wazo jingine. Wale wenzangu hawakufanya mawasiliano na mimi. Ule mguu ndio ukaingia ukaslide kwenye zile marine board za wale scaffolder ambao hawaendi kugusa kwenye concrete. Huu mguu ndio uliingia pale. Kosa kubwa ni la scaffolder ambao kampuni yao hawana huo mpango, hata na tushalalamika sana hilo swala, lakini hawasikilizi na hawana muda na hilo swala la usalama kazini. Kwa hiyo nilipokwenda kuslide pale, huu mgongo ndio kaenda ukajipigiza kwenye marine board ambao ndio ile iliyokuwa haijafika kwenye concrete. Nimeingia kwenye kile kitundu, huu mgongo ndio kaenda ukajipigiza kwenye ile marine board ambayo imeishia
haikufika, imeshia huku mwanzo, haikufika kwenye concrete. Kwa hiyo nilipopata ile injury ndio siku ya pili ndio nikaletwa Dar es Salaam. Vipimo vilivyoendelea hospitali ya Muhimbili. Nilipofika pale Nilipofika pale nikafanywa vipimo. Madaktari wengi sana walijaribu na vipimo, wakawa bado hawajaona tatizo, lakini tatizo lilikuja kuligundua Dr. Zera aliponifanyia x-ray ya mgongo na ya kifua, akaona tatizo liko mgongoni. Alivyoona lile tatizo ndio nikaenda kufanywa MRI, ikaona kweli bado naumwa. Basi nikaanza matibabu ya kwenda physiotherapy kila siku. Basi mimi nikawa naenda physiotherapy kila siku na natibiwa. Ikaonekana tayari ndio nina tatizo. Daktari akaniambia usifanye kazi ngumu wala usibebe kindoo cha maji wala nini. Wakaja kuangalia kwenye mfumo wa kufanya operation wakasema imeshindikana. Tukifanya operation unaweza ukastroke moja kwa moja, bora tuache hivyo hivyo. Unaweza angalau hata ukasurvive kuliko tukifanya operation. Nikamwambia sawa. Tumeendelea na matibabu, bado naendelea na matibabu. WCF wakanifanyia malipo. Nikamwambia mnanifanyia vipi malipo ikiwa kwamba mimi bado naumwa? Na mna uthibitisho gani wa kunifanyia malipo pasipo hesabu kamili ya mwisho wala ripoti ya mwisho ya daktari? Hamna. Mnafanya vipi hayo malipo? Wao wamelazimisha kufanya hayo malipo. Walipofanya malipo nikakata rufaa. Nilipokata rufaa kwa waziri Ndalichako, kipindi kile ndio yupo. Rufaa ikaja kwamba ilikuwa ni mwaka 2020 ngapi ile nilipokata rufaa. Nadhani dokumenti zote zinaeleza hapa kwa sababu sijazipitia vizuri, lakini dokumenti zote zinaweza kutokana, wao pia watakuwa wanajua, kwa sababu mgonjwa ambaye anasumbuliwa na mgongo hata ubongo pia kidogo na tatizo la kusahau, hapo tu kidogo inaweza ikawa shida kukumbuka kwa haraka. Lakini kama sio 2023 nadhani ni 2024 ndio nilipeleka zile taarifa. Ndalichako akasema kweli unaumwa, jopo limesema wewe unaumwa na unatakiwa utibiwe uendelee na matibabu ndani ya miezi 6. Ndani ya miezi 6 yalivyoisha hayo matibabu, sikuona mlolongo mbadala. Wakaniambia ndio tumemaliza matibabu na tumeshasitisha matibabu na yale malipo tuliyoyafanya yako sahihi. Ni malipo ya 3,300,000 ambao hiyo sijui kama ni fedha ambayo ingeweza kunisaidia mimi kwa familia yangu. Yale ni malipo ambayo ni kama congratulation ambao wewe unapewa kama vile pole ya kuumia kwenye mradi. Wao wamefanya ndio malipo ya moja kwa moja kutufanya kwamba sisi vichwa vyetu ni vibovu, hatujui kutafakari wanavyofikiri wao, kwa sababu sisi tunaoumwa hatuthaminiwi pale WCF. Wanaothaminiwa ni wale wafanyakazi wa WCF, ndio wanaishi maisha ya kifalme kama malaika. Mgonjwa pale ni takataka. Nimelalamika sana hili swala. Kwa nini mnaniacha bila matibabu na ninaumwa bado, na malipo yangu haya ndio malipo yatakayonisaidia nini mimi? 3,300,000 itanisaidia nini? Wananiambia hiyo ndio imepigiwa hesabu katika maumivu yako ulioumia, ndio tumeshakulipa. Kwa hiyo wewe si tushaachana na wewe na tushamalizana. Ukitaka wewe, kwa sababu ulishakata rufaa kwa waziri, kama vipi nenda kwa waziri. Nikiangalia hali ya uchumi imeshuka, siwezi kufanya kazi yoyote, hata nauli ya kwenda kwa waziri nashindwa, na ninatamani niende kwa waziri hata leo, ila mifumo ya kipato imeshashuka. Familia mpaka hapa sasa hivi yenyewe imeshaniacha. Mke ameshasambaratika pamoja na familia, hata kuja kunisalimia pia inakuwa ni shida. Nipo mimi kama mimi napambana na hali ya maisha leo nayo ni ngumu sana. Familia yenyewe imeshakaa mbali na mimi. Ndugu wamehangaika sana, wameshachemka. Lakini WCF dhamira yao labda mimi nife kabisa ndio wafurahi, na fungu langu sio kwamba halipo. Najua kwamba fungu langu lipo kisheria. Sijui hawa NSC wanakuwa wako wapi WCF wanapofanyia maovu makubwa kama haya, ikiwa NSC ndio mama ambayo inatakiwa angalie hizi taasisi ndogo zinazotumamalisha sisi. Hawa wanasema kwamba wanatuescape sisi tunapopata matatizo kwenye miradi, lakini sio kutuescape. Wao wanakuja kutumalizia tufe kabisa wale lile fungu, kwa sababu sio kwamba jina langu halipo pale mpaka leo. Mwarabu mwenyewe anajua, kwa kampuni inajua kabisa kwamba yupo fulani ameshaumia kwenye kampuni, na mimi nimesacrifice maisha kwa ajili ya kulijenga hili taifa, lakini sina thamani mpaka leo hii unavyoniona. Hali yangu ni ngumu sana. Vitendea vifaa tiba vimekwisha kama unavyoona hivi, havina kazi, lakini sina hata kwa kuomba. Sijui niende wapi nikaombe vifaa tiba mimi vya kunisaidia. Hivi ndio vinavyonisaidia kutembea hata kukaa. Magongo ni haya yameshachakaa namna hii, lakini mimi
sina msaada wowote na hao WCF. Wanaothaminiwa WCF ni wale wazima ambao wanatakiwa watundulie wagonjwa, lakini wao ndio wanaonufaika, sio wanufaika, sio sisi ambao ndio tunaumia kwenye miradi na kusacrifice maisha yetu. Kiongozi, mimi naomba kama wao wanalisikia hili, popote walipo walifanyie kazi. WCF ni wauaji, sio kwamba ni waponyaji, wala sio watetezi wa haki za watu ambao wanaumia makazini. Wale ni walaji wa haki za watu ambao wanaumia makazini. Hapo walipo, hata sasa hivi kama wananisikia, mimi ndio Ali Omari Mbelwa. Hata sasa hivi wapige simu, afu niwaambie ukweli wao. Lakini ukweli ni hivyo, taasisi hazitusimamii kama inavyotakiwa. Magufuli aliweka ile taasisi ili tusaidie watu wengi, tulikuwa tunaumia kwenye makazi, lakini hatusaminiwi. Anaumia leo kijana, kesho anaambiwa kaa nje ya geti, anachukuliwa mzima, anaendelea na kazi. Sasa ina maana kwamba hawa Wahindi na Wachina wamekuja kutuua, sio kutunufaisha kwenye taifa letu. Mishahara ni midogo, haitukizi, tunapambana huku na kule, lakini hawa hawatujali. Viongozi wetu nao walitakiwa walisimamie hili. Waziri wa Ujenzi kazi yake ni nini? Alitakiwa atembelee kwenye miradi kama hii tunavyoumia, aangalie watu wanalipwa kiasi gani, ndio kazi yake. Anatakiwa angalie maslahi ya wafanyakazi, kwa sababu kodi zetu ndio zinazojenga nchi. Huwezi kujenga nchi pasipo kodi. Leo Mchina anawafanyisha kazi watu pasipo mishahara yoyote. Yuko Mchina anawafanyisha watu kazi kwa day. Je, kodi inaingia saa ngapi serikalini? Na wewe serikali, kama mimi nalipwa mshahara mzuri, si ndio unapata kodi nzuri? Lakini hao waajiri wako tayari wakate hadi mishahara yetu. Walikuja mpaka ndani Stiglas Gorge kule bwala umeme, wakapunguza mpaka mishahara yetu, eti sisi tu wazalendo. Leo nimeumia. Uzalendo wao uko wapi? Mpaka sasa hivi sina msaada wowote na familia imeshasambaratika. Uzalendo wao ni upi? Hali yetu ni ngumu kiasi hichi. WCF wameshanitupilia mbali, lengo lao nife. Baada ya kupata matibabu ya awali, Ali anasema hakuridhishwa na mchakato wa fidia, hali iliyomlazimu kuanza rasmi jitihada za kutafuta haki kupitia njia za kisheria na kiutawala. Kwa mujibu wa nyaraka, alikata rufaa kupinga malipo aliyodai hayakulingana na hali yake ya kiafya, akitaka tathmini ya kina pamoja na mwendelezo wa matibabu. Katika hatua hiyo, suala lake lilifikishwa kwa mamlaka za juu zaidi za usimamizi, ambapo tathmini ilifanyika na kuthibitisha kuwa bado anahitaji matibabu zaidi. Hata hivyo, licha ya maelezo hayo, Ali anadai kuwa baada ya kipindi hicho matibabu yake yalisitishwa na mamlaka husika zikaona kuwa fidia iliyotolewa inatosha. Tulikuwa na mkataba upo, ila ule mkataba wetu hauna kikomo, hauonyeshi kikomo kwamba ni miaka mingapi. Mkataba hauna kikomo, isipokuwa mikataba tunayo na ipo hata sasa hivi ninao hapa. Mikataba tunayopewa bado pia ukichunguza kiundani ni feki. Ni mikataba ambayo haina kikomo. Kwa mkataba ambao hauna kikomo, mtu ana uwezo wa mwajiri ana uwezo wa kufanya lolote. Ile ni kampuni mbili zilizoungana, ni Adventure ni Aswedi na Arab Contract, ndio waliotuajiri sisi, wameungana ili kuendeleza ile kazi ya mradi wa umeme. Lakini hao Adventure mpaka sasa tunaambiwa kwamba Adventure ni kampuni iliyokuajiri, lakini unapoumia uko chini ya WCF. Haya, tunakubali kuingia kwenye mikono yao WCF kama wanavyosema kampuni kwamba sisi tulikuwa tunatoa michango kwa WCF, kwa maana ya kwamba ukiumia unatakiwa uangaliwe na WCF. Sawa, tunarudi WCF wanakuuguza dakika ya mwisho, ndio kama hivi, sipati hata kidonge. Hali ya mawingu naijisikia maumivu makali mno, sina msaada wowote hata wa kidonge. Mimi hali yangu ni ngumu ya kipato mpaka yani kiuchumi. Kwa sasa hivi mimi nina hali ngumu sana. Familia yote imeshasambaratika, mpaka watoto hawaji kunisalimia kutokana kipato kimeshuka. Hali ni ngumu, na wanawake zetu kama unavyojua tunaishi nao, lakini anaangalia na kipato. Mimi na watoto watatu. Na watoto wawili ambao nilizaa na huyu mke mkubwa alionikimbia, na mtoto mmoja ambao nilimpata pembeni. Umeona? Hao wote wananitegemea, na mpaka sasa hivi hali yangu ni ngumu sana ya kipato.
Sasa hivi mimi sina kazi yote ninayofanya. Nilikuwa nafanya biashara ya matunda hapa kwenye genge langu, lakini mpaka sasa hivi mtaji umefeli. Nipo tu nakuja hapa kupumzisha mwili, napumzika hapa, napiga tu story na ndugu zangu, naondoka. Angalau wakiwa na chochote, kama wananilinda nauli, nasaidiwa hapa saa nyingine mpaka hela za kula, angalau siku zipite ziende, lakini hali yangu ni ngumu sana kimaisha. Nilifanya kazi pale ndani ya mwaka mmoja karibia na nusu. Yaani ndani ya miaka miwili nadhani. Ile ni miaka miwili imefika. Lakini sikuwa na thamani yoyote mpaka mwisho wa mkataba ule. Mkataba hauna kikomo na mkataba ule hauna kikomo. Dakika ya mwisho nikawaambia nahitaji nikachukue ripoti ya daktari, wananiambia haina haja ya ripoti ya daktari, tuende kwenye makubaliano ya mezani, tumeshaona wewe unaumwa. Cha msingi uende ukaendelee na matibabu. Nikaona haina jinsi na mimi nikiangalia naumwa. Basi nikakubaliana nao, nikaendelea na matibabu. Matibabu ndio wao wamenitelekeza. Hata hao kampuni wenyewe wamenitelekeza, hakukuwa na malipo yenye tija. Kulikuwa na malipo tu ya kipropaganda. Lakini anyway, nilitaka tu mradi nije niangalie afya yangu itaendeleaje. Afya yangu imeendelea, lakini hali ni ngumu mpaka sasa. Na huko kwenye matibabu kwenyewe nimetupiliwa mbali na WCF. Hawanijali mpaka sasa hivi, na hali ngumu sana ya kimaisha. Kabla ya kwenda kufanya kazi kwenye bwawa la umeme nilikuwa nafanya kazi standard gauge. Nimefanya kazi standard gauge. Nilipomaliza nikawa nafanya kazi zangu za mtaani, nilikuwa nachukua kazi nyingine, naitiwa kazi na mafundi wenzangu, tunaenda kufanya. Mimi ni seniors kwenye hizo kazi za ujenzi. Ni muda mrefu, miaka mingi ni kazi zangu, ndio kazi zangu za ujenzi. Na miaka mingi yani tangu mwaka 2005 niko kwenye game mpaka leo la kazi za ujenzi, mpaka naenda kuumia bwawa la umeme niko kwenye kazi za ujenzi. Nilichokuwa nahitaji kifanyike, WCF waangalie hali zetu jinsi tulizokuwa nazo sisi, tulio sacrifice maisha, na pia nchi angalie, viongozi waangalie, waziri wa ujenzi angalie. Sekta ya ujenzi ina pesa nyingi ambayo inaingiza, na kuna kodi nyingi sana tunazipoteza, na pia vile tunapoteza nguvu kazi. Ni watu kama sisi, nimeumia kwenye mradi lakini siangaliwi kwa lolote wala kwa matibabu yoyote. Sasa hivi nimetupiliwa mbali, lakini ni nguvu ya taifa ambayo kwamba itakiwa niende nikatibiwe. Mimi nimeumia ndani ya mradi, ikiwezekana hata India wanipeleke mradi nipone, lakini sikuona hizo fadhila ndani ya serikali yangu. Mpaka hapa nilipo na hali ngumu sana. Waziri wa ujenzi yupo tu, unasikia ni waziri wa ujenzi, lakini sio kwamba anatusimamia tunavyo sacrifice kwenye miradi kama hivi, tunavyohangaika na kulijenga taifa letu. Hawana muda hata wa kuuliza mishahara yetu tunayoipata japo kuwa ni midogo. Wangekuja hata kuangalia jinsi ya kusamaliza hata mishahara ya raia, kwamba wanapata kipato cha aina gani. Angalau hata angekuwa na kipato kikubwa basi sasa hivi kingekuwa kinanisaidia. Lakini ukiangalia mshahara hauendani na muda. Unachokitafuta leo Mtanzania unakula leo. Ndio shida tuliyokuwa nayo. Lakini kiukweli walitakiwa watuangalie, na waziri wa ujenzi ikiwezekana taasisi ya WCF wakabidhiwe mafundi kama sisi tulio sacrifice, pia tuwemo kwenye ule utendaji wa kazi. Wale watu hawajui watu wanaumia kiasi gani, na ndio maana tunateseka. Wale tukienda pale wanatuona kama vigaragosi, hawajui utendaji. Kwanza tulikuwa tunaumiaje juani kulijenga taifa letu. Tumesha sacrifice, sasa tumeumia, basi mtuhudumie. Hatuna hata thamani pale WCF. Anathaminiwa mzima ambaye ni mfanyakazi wa WCF. Yeye ataletewa chakula kizuri kwa wakati, kalanga, korosho nini. Hathaminiwi mgonjwa. Anathaminiwa mtu mzima ambaye yuko pale WCF. Wamewekana wenyewe kwa wenyewe kwenye ile taasisi, wanajuana ndugu kwa ndugu. Ninavyosema ndio hivyo, kwa picha niliyoliona ni hilo. Kama ingekuwa kuna raia mbaki, angethamini nguvu tulizozitupa kwenye ujenzi wa taifa, angethamini maumivu tuliyoyapata kwenye kusacrifice, tulivyoumia kwenye kulijenga hili taifa. Nimesha sacrifice. Sasa hivi mradi ni huu, unawekwa nguzo za umeme unauzwa mpaka nje. Na mabilioni mangapi yanaingia ndani ya nchi? Matilioni mangapi yanaingia ndani ya nchi, ambao umeme huo nimeucreate mimi. Nguvu yangu ipo kwenye kucreate umeme huo, lakini sina thamani mpaka dakika hii. Familia imeshasambaratika. Hata nikiangalia yani sina hamu mpaka hali ya kimaisha. Mimi hata hamu ya tendo sina. Ni jinsi nilivyoumia, hata nguvu ya umbaji siipati. Je, kama tendo la umbaji alifanyiki,
Hivyo mimi nina hali gani katika hii dunia? Yaani natamani hata sasa hivi basi ningetoweka kwenye ulimwengu, kwa sababu najisikia uchungu sana. Hata nguvu ya kufanya kazi ya kuajiriwa kwa mtu siwezi. Lakini serikali haiangalii vitu kama hivi. Wao wenyewe wametugea mikataba, ukiingia ndani unapimwa afya, ukitoka nje upimwe afya. Yaani kwamba kama umeshakufa ukamalizikie kwenu. Je, ndio tunavyojenga nchi hivi? Tunakuwa kama vigaragosi ndani ya nchi yetu. Leo inaniuma sana mheshimiwa. Najisikia uchungu sana. Hususan ukiangalia ni wengi tulioumia kwenye ule mradi. Wengine wenzangu ni kama hao unavyowaona. Wana sacrifice, tunahangaika na makaratasi, WCF wanatuona vigaragosi. Hatuna haki mbele yao walabata. Kwa sisi tuna hali ngumu sana. Kama wanafikiria hili, waangalia haki zetu. Mimi nimekata mpaka rufaa, lakini haikusikilizwa kutokana kwamba labda wapo hao wanaosikilizwa. Kuna mtu ameumia tu na gari kule ndani, amelipwa mamilioni. Kaumia kidogo tu kichwani, amelipwa mamilioni. Naja mimi eti naambiwa 3,300,000 ndio itaweza kunisaidia mimi kwenye maisha yangu na familia yangu. Mpaka sasa hivi familia yangu imesha nikimbia. Ina thamani gani tena kwenye hiyo 3,000,000 yao walionipa? Je, ina thamani gani kwenye maisha yangu? Na hali ngumu sana mheshimiwa. Kama serikali inanisikiliza, inisikilize kwenye hili. Niko tayari, yani natamani hata ningetoweka kwenye ulimwengu nikapumzike. Maumivu ninayopata ni makali sana.